Ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika sekta ya uzalendo kupigania ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pindi ambapo DRC inashambuliwa na jirani wake wa Rwanda, ni kipi kinastahili? Vijana wengi wamejitolea juu ya kutetea ardhi yao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine wanakwenda kuunga mkono mchakato wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkoa wa Maniema bado haujasalia mbali, pia umesukuma vijana wake kwenda kutetea ardhi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala hilo tunazungumzia moja kwa moja na mbunge mchaguliwa ukanda wa Kabambare katika jimbo la Maniema, ikiwa ni pamoja na Hamisi Kalonda Jean ambaye tunakutana naye. Kusalimu, hujambo? Jambo mtangazaji. Ndio tuseme hali kwa sasa ya wananchi wa pale Maniema ikoje, hasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla? Kongo nzima iko na mtikisiko mkubwa kulingana na uvamizi wa Rwanda na mabandia wake wa M23, na unaona Kongo mzima inatikisika. Ndio umesema kwamba Kongo mzima inatikisika, hasa hali ya maisha ya wananchi. Tunasikia pia iko mbaya zaidi pale Kabambare ambapo umechaguliwa kama mbunge wa taifa. Maisha ni mbaya zaidi, hali haiwezi kuwa mzuri fasi iko vita, sababu vita ni kitu cha kwanza kinaharibu akitengenezi. Hakuna kitu kiko sawa tena, watu wanapata tatizo kyokote, hakuna kitu kyokote kinasaidika mtu akifanyizishe akipati tena. Ndio tuseme tunaona hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba kila mtu, tuseme mawaziri, nyinyi wanabunge na wakongomani wote kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameomba wengine kuanza kuhamasisha vijana juu ya kuingia katika jeshi, polisi na wengine kuingia katika mlolongo wa wazalendo. Sijui maoni yako ni gani? Je, Maniema umeanza pia kuonyesha vijana waingie kwenye uzalendo? Kwanza tunamshukuru sana Rais Mheshimiwa Felix Tshisekedi Chilombo wa mawazo aliyoitoa, sababu wakati nchi inavamiwa hata nyoka kiingia kwa lupango, ni kusema hata mna magombano, mna matatizo gani, kila mtu kwanza mtaacha, mnachukua miti kwanza muue ile nyoka. Ni kusema aliona kama nchi inavamiwa, anapasha kuambia wananchi wenyewe nchi yao. Yeye ni msimamizi, ni mfanyakazi wa wananchi. Kumbe wana tunavamiwa, tufanye namna gani? Kumbe si wote tujiunge. Maniema ni province ya wazalendo, sababu Maniema wote ni mzalendo. Maniema wote ni mzalendo. Na kwa leo utasema Kongo nzima ni wazalendo, sababu wazalendo ni watoto wa nchi wanaokumbania haki ya ardhi ya babu yao. Leo Hamisi Kalonda Jean umeonekana kwa mstari wa mbele kutetea ukanda wa Maniema wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba vijana waweze kujiunga na jeshi ama kuingia kwenye uzalendo. Kwa nini uonekane tu wa kwanza kuhamasisha vijana kuingia kwenye kutetea ardhi ya Kongo? Sababu kama sikuambia vijana watetee ardhi yao, sisi tunakuja hivi tunakwenda leo, tulishazaa, tuko na watoto watekaa wapi? Kwa nini mpango wa Rwanda ni kukamata ardhi ya Kongo? Na sasa wale watoto wao watakaa wapi? Sisi tunaaminisha watoto wote wajifanye wazalendo. Mzalendo ni mwananchi mwenye anajitolea kwa ardhi yake, anaitwa mzalendo. Lakini kuna wazalendo ambao wamechukua silaha, ambao sasa watu wameomba waingie ndani ya ule uzalendo wa kuchukua silaha. Kuna wazalendo wale wanachukua silaha kujifanya kuwa mzalendo, na kuna wazalendo. Wazalendo ni wale wanajitolea. Leo tuko nasema wewe kulini Afrika kwenda kupigana vita, huyo ndio mzalendo. Lakini tuzungumzie kuhusu wale ambao waliondoka pale Maniema, ambao walikuwa wanakwenda kuunga mkono wazalendo wa Kivu ya Kusini ama wa pale Uvira. Tumesikia kwamba wengine waliweza kushambuliwa barabarani, hata vifo vikaonekana, wengine wakajeruhiwa. Ni vipi basi mliona mtazamo huu ambao wa vijana waliweza kushambuliana barabarani? Unaona pale unaona kama wanakusha kuona kama ukweli uko pale. Ni kusema adui wa mtu ni mtu yuko naishi naye, ndio adui yake. Kwa kuwa watoto wa Maniema, kwanza wale wa vijana waliokwenda ni watoto wangu mimi, ni vijana wa Maniema, mtetwara Kabambare kusektera Babuyu, ku groupement yangu pale ambapo ulichaguliwa, ozwa na mzalendo mkubwa anaitwa Brown, ni kijana wangu mimi. Walikwenda waanze kugombana na adui kabla hajaingia Maniema, wasaidiane na wenzao, sababu ule William ya Kutumba ule mwenye kuwa mbele kule, wale ni watoto wake.
Yeye aliwafunza ile kazi. Walipasha kwenda kufanya nguvu, wachanganya na wenzao kwa kuwa watetee ardhi yao, sababu Rwanda anatuvamia. Na haiwezekani hata kipande kidogo kia nchi kibebewe na Rwanda. Ni pale vijana walitoka kutoka Manyema kwa eneo ya Kabambari kusetera Babuyu, wanakwenda kusaidiana na wenzao. Lakini ubovu wa bahati, na sio ubovu wa bahati, sababu wale kwanza ni masujaa. Wakaenda kukutana na watu wale wako mbalimbali, hawana wazalendo. Sasa walikuwa wazalendo wabaya, hawana jina, hawajulikani. Nikisema sitaweza kusema hawana jina, sababu ingekuwa mzalendo hawezi kuzibia mzalendo mwenzao kwenda kumsaidia vita. Watoto wakaenda kupata shida, wakaenda kuingia kwa ambiskadi. Hawakuwa na hitaji, sababu kote kwenye walitoka walikuta wazalendo, waliwapokea vizuri, ndugu zetu wanakuja. Na kwenye walikwenda wanasema tunaongezea tupigane vita. Wanafika Baraka kilomita 12, mwingine mmoja wanaita Lweba, wanakuta mgonjwa mwingine mwenyewe hasio mzalendo. Japokuwa mzalendo hangejia wazalendo wenzake, na kuanza kuwafungia njia na kuanza kuwapiga risasi. Tukapoteza vijana wengi pale, na majerai walitoka mingi pale. Lakini tunasikia kwamba kuna vile ambao wengine walikufa katika yale makabiliano ya kufeturiana risasi. Walikufa kwa tupoteza viongozi wawili wasujaa kabisa wa vita. Sababu kati ya wazalendo, hata wale walikuwa kule, wewe tunaweza kusema leo si wazalendo, sababu walikuwa wazalendo, wangegombesha wenzao wazalendo, nao walifariki vile vile. Hata walikuwa kiongozi wa ile kikundi alifariki pale. Hakuna pia raia ambao walipoteza maisha katika yale makabiliano. Kwa raia ni wao wazalendo walifariki. Sasa hii sekta ya wazalendo tunasema kwamba wamekabiliana hivyo kwa sababu hakuna maelewano, ama kwa sababu hawakuarifiwa, ama kwa sababu hawakuambiliwa kwamba wengine wako wanakuja kuwasaidia. Ni kusema waliambiliwa, sababu kiongozi mwenyewe anayeongoza eneo ile ni Yakutumba. Mheshimiwa Yakutumba kwa leo ndio anaongoza ile kikundi yote. Na ndio mwenye kusomea wazalendo kule. Na aliwalalamikia ndugu zake, vijana wenyewe wanawajua vizuri, masujaa kama vile wa Bwana Brown. Ni sujaa ule. Kijana wa Kibuyu msujaa kabisa, Mkabambari, Manyema anajulikana. Sababu Manyema tuna Brown, tuna Kabala, tuna Mandevu, wale wa malaika. Wale wa malaika wale ndio vijana wasujaa wanajitolea kwenda kupigania nchi yao. Lakini walikwenda wamsaidie na wasaidie Kongo kulingana na magumu inaipata. Lakini walikuta ule asiokuwa mzalendo, sababu angekuwa ni mzalendo angesababisha ile vivyo ya watu vionekane. Na ile tuitumia busara, na mwenye kiongozi mwenye kuwaongoza alitumia usara, mambo ilimalizika na vijana waliwasujaa. Hawakaangalia majeraha, hawakaangalia vifo, wakajitolea kwenda tu. Wakakwenda tu. Eski kwenda kwao tunasema kwamba waliweza kupewa baraka za viongozi wa kiasili, ama walikwenda bila hizo baraka za kutoka kwetu sisi? Kutoka kwetu kwenda kuvita utatoka na nguvu ya asili. Na nikizani wakati walipata ile shida, nchi ilijifunza. Sultani moja wa asili anaitwa kwa jina ya Kufi, alitoka kwetu akakwenda hadi paka kule kwenda kuchukua majeraha na kuchukua mamaiti. Aliwachukua mwenyewe, akachukua mwenyewe na kuwarudisha kwetu kwenda kuzika. Na akatosha oda asema, nendeni msirudie tena, mko wanaume au wanakufa wanafia nchi, na wale aliyofanya vile ajuke nini alifanya. Nendeni mpigane vita, mgombanie nchi yenu. Mimi narudia kwenda kuzika hawa. Lakini ni huzuni sana, sababu mwenye kutufukuza hajachoka, sisi wenye kufukuziwa tuanze kugombana katikati ya njia. Ilikuwa magumu sana. Tunasikia vijana wengi Maniema na vijana wengi, na kwa muda huu tu watu wameanza kuhamasisha vijana kwenda kabisa kama ulivyosema hapo awali. Tuseme, una shauri gani kwa wale wazalendo ambao ni wazalendo ama wabaya ambao kwa sasa wameshambulia wenzao na huenda wengine wakalagua tuseme hata bangi? Hii ni uzalendo tena kabisa. Una shauri gani kwa wale wazalendo? Unaweza kuzungumza kama adui wa mtu ni mtu anaishi naye. Ningezani kuelezea. Kati yetu kuna wazalendo na kuna wazalendo. Na mtu kama ana mbinu zake, hata umshaurie hawezi kusikia, hawezi kubadilika. Sababu wale vijana walikuwa wanakwenda, hawakuwa wanajua kama watakutanisha mtu mwenyewe mbalimbali na mapenzi yenyewe wanaendea.
na mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini hawakuchoka, walisikia kinywa cha wazazi wao, sababu aliyofika pale ni sultani mkubwa, akawaambia nakuja kubeba hawa wanafia nchi na warudisha kwenye tulitoka kwetu, na hao wengine waliumia na warudisha kwetu. Akabeba na wale waliumia, na mpaka sasa hivi sisi wenyewe tunapata jukumu ya kuwatunzisha. Na wale ambao walifariki tuseme, je, wameshazikwa kwa heshima ya viongozi wa serikali, wamezikwa kwa heshima kimila, ama wangali tu katika mochwari ama vile vyumba vya wafu? Ni sawa, wanakwenda kwetu, watazikwa kwa asili ya kwetu, sababu wale ni watoto wa asili ya nchi yetu, ni wakongomani wenyewe, wako na asili ya nchi, na anapaswa kuzikwa kiasili. Mzalendo ni mtoto wa nchi mwenyewe, anapaswa kutumikia nchi yake, na anazikwa sawa sawa na asili yake, sababu ni mtoto wa sultani. Na ndio kwa maana ulikuona wakati walipata shida directement, wastoni wakaa chini wakadepeshe sultani mmoja akakwenda kule. Alipofika kule, chef de groupement kwa jina anaitwa Kofi, ndio jina wanaweza kumuita, akafika akachukua wale majeraha yote na yale maiti ya viongozi wale wengine walizikwa kule. Na ni ujumbe gani unao kwa wale wanaosema kwamba Maniema hakuna wazalendo? Maniema wametoka tu hivi karibuni kujionyesha, lakini kulikuwa hakuna wazalendo ambao walikuwa wanatetea nchi kama Maniema hakuna wazalendo. Kama mimi mwenyewe ni mzalendo, mimi mwenyewe ni mzalendo mkubwa sana, ishua kutafuta sababu. Kama leo nchi inapata shida na tuko hapa juu ya kusema kama tutetee nchi yetu, kwanza hata kukaa hivi mimi niko kama vile kupoza muda niende tu mule ndani na siege narudia, no. Ninapasha kufuata kauli ya serikali kisi inasema, na ujumbe wa rais unatuambia nendeni usensibilize watu, tuwe na mobilisation sisi wote, tujaribu nini tutafanya pour que tupige adui. Hata mimi nikuja kuitika tu, mimi niko nakwenda, nitafika pa ku front kupatia wa vijana nguvu, sababu inchi ni yetu sisi, tunapasha kuitetea, tuigombanie, sababu watoto wetu wasibakie watumwa. Hii ukiangalia ni hadithi moja yenyewe haiwezi kufanyika Mkongo, sababu ukiangalia Kongo inavamiwa kulingana na utajiri na uzuri wa Kongo. Lakini Maniema hamuna utajiri, unasikia hakuna uchimbaji wa madini, hakuna kama utajiri mwingine. Sijui unaweza kusema kama si ndio tuko msantre ya madini. Tuna madini yote sisi. Wanasema nyinyi mnasema Maniema kutoki boy, mnakataa kazi zingine. Kinatofauti sisi tukataze kazi zingine ni kitu gani? Si utajiri tunao. Na Maniema hawezi kutumikia mtu mwingine, sisi tuko wanaume. Kwa nini mimi naweza kutumikia mtu? Hata mzungu alikuja tulikataa kuwa boy wa mzungu. Sisi hapa tuko wanaume, tunafanya kazi kulingana na uwezo Mungu alitupatishia, na utajiri tunao. Maniema kuna kila kitu. Wanasema hakuna supermarket, hamjajenga hata supermarket hata. Supermarket tujenga namna gani na wakati tukipenda tuendeleshe Kongo, wavamizi wanakuja. Hawapendi Kongo iendelee. Wakati serikali itaendelea namna gani wakati kuko watu wenyewe wapendi serikali itengenezee watu wake mabarabara, makila kitu. Adui tuko namuona. Cha kwanza tuache, kama hata Kongo haikujengwa itajenga na watoto wetu, lakini tukiwapiganie vita. Hii Rwanda wanasema Rwanda ni nchi gani? Haifiki hata sana territory moja ya Kongo. Nchi ndogo sana. Lakini ili fale wa Kongomani wote tuwe ini, tuseme msemo mmoja, tuitwe wazalendo. Sababu watu wengine wasema tu wanaita mzalendo. Mzalendo ni kama vile wanamuita nationaliste, patriote. Mtu anaitika kufia nchi yake, wanaita mzalendo. Sababu tukipima kufanya kama vile utani kwa hii wakati, sababu mjue ke Kongo inakwenda, tunabakia watumwa na haitawezekana. Mzee Kabila alisema tusiwachie wale watu wa Rwanda. Tusiwachie watu namna gani? Mtu anashindwa, anaishi kwa msaada. Eske niulize, Rwanda kuna kitu gani? Kagame wanamsema ni tajiri wa namna gani? Hana kitu. Na ndio kwa maana apati afia. Kagame hawezi kunenepa sababu hana afia, iko sana mimi hivi. Mimi sinenepi sababu niko najivuna na kula raha ya nchi yetu. Lakini Kagame hawezi nenepa, atanenepa namna gani wakati yeye anakula kwa msaada?
sanction ikakuja mingi pale, Kagame hataacha ile nchi anakimbia. Na ajue hii anatafuta leo. Tunakusha jua mbinu zao, sababu kila yote anapenda kutafuta madaraka, anapenda kuungana na Rwanda haja awe madaraka ya Kongo. Ila haiwezekani tena. Umesema kwamba wewe ni mzalendo na kwamba unaweza kwenda kwenye vita pamoja ukutane na wale wazalendo. Haogopi kwamba unaweza kufa kwenye vita? Afadhali kufia inchi parapora kufia kitu kina maana. Nafia inchi yetu. Ni sawa? Ama wale vijana wangu leo wenyewe walikwenda kufia, wanakwenda kutoka kwetu wende wafie inchi yao. Wale watu tunawaita wanani? Sonde zero. Ni manabii wale. Anaacha mke wake na watoto, anasema mimi naenda kufia inchi. Na kweli niko nasema leo hivi, niko nasema na wewe. Ndani yangu machozi yako navuja. Wengi wamekufa. Sababu nina vijana wangu wanakufa wenyewe walikuwa wanakwenda wajafika. Wanakutanisha na watu wenyewe hawana wazalendo, wanaita wazalendo, wanawavamia mjiani. Kwa vitu wenyewe viko mbali na ukweli wa mama. Naona? Lakini ile kitu kitendo kiishie pale, kisipatikane tena. Kitendo kibaya sana. Hivi karibuni mmeanza vikao vyenyu kwenye baraza la bunge, ambapo mnaingia sijui kikao cha ngapi hivi, ambapo mnakwenda kuzungumzia hususan hasa juu ya bajeti na juu ya usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini je, nyinyi wabunge mmechukua pia uzalendo wenu kwenye baraza la bunge? Kwa sababu wengine wanasema kwamba wabunge tu kazi yao huenda wakala pesa nyingi kwenye baraza la bunge. Wengine hawajui kwamba wabunge kweli wanafanya kazi nyingi za kutetea nchi. Mbunge anafanya kazi mingi, sababu bila mbunge hakuna serikali. Sisi tulitumwa na raia hapa, wakatuchagua tutetee nchi yetu. Na kama mimi nakuzungumzia hapa, mimi kwanza ni mmoja nasema siwezi kuwa natembea hapa Kinshasa na kwenda kule kwenda kusiege kwa ensemble mkono na mkulu uko paralize. Kisa nasema niko amboni sante. Sababu wakati inchi iko mwiki kipindi sana hiki, rais mheshimiwa anasema ndugu zangu kamateni mashoka mipanga tutetee nchi yetu. Sasa mimi nitakwenda kule. Sasa wale wenikufa wanileta huku ndio wale wenikufa. Kwa nini mimi nisife nao pamoja? Tunataka kuwatetea na kuwamobilize, tufanye nguvu ili tuko nafanya kila kitu, tujue kusema kama watoto mfanye nguvu, sababu msipofanya nguvu hapa nchi inakwenda. Na itapokwenda watoto wenu wataishi wapi? Mkongomani sio juu, kuna watu wanapenda kwa wape madaraka. Akuje Kinshasa wampe madaraka. Lakini acha naushisha nchi. Chatu kuwa watumwa wa watu wamoja kidogo sana wenyewe wafai, kisha wale wakuwa watumwa wetu. Wanaishi kwa msaada. Wakongomani wanaishi kwa msaada. Sisi tuko sawa hapa. Naweza kutoka hapa na kwenda tunashuka hapa chini hapa. Utakuta mkongomani yuko fasi moja kuna kunywa chupa yake ya beer. Bwana nipatie na mimi pia. Anakupatia. Wanapendana sana Wakongo. Wakongomani wanapendana sana, watu mwa wazuri sana. Watu achie nchi yetu. Waafrika wanapendana sana. Waafrika wanapendana sana, lakini tunajua tunaweza kusema wa imperialiste basi tuwaambie. Wazungu mabeberu. Mabepari wakuje tukae chini watuambie bwana kumbe kwa hivi nchi yetu ni tajiri sana. Tukae pamoja tujenge. Wanakwenda kuikana na mtu maskini hana na kitu, wafanye mikataba kama vile leo ili kufanyika leo. Ni mikataba gani? Ndio tuseme basi mlikuwa kwenye baraza la bunge kuzindua rasmi kitengo cha RAD ambacho kilikuwa kinahamasisha vijana juu ya kuwatambua kama vijana wazalendo wanaotetea nchi yao. Sasa hivi leo wazalendo hawajaanza kupokea pesa zao za RAD. Sijui mchakato gani mko nao kwenye baraza la bunge ama ujumbe gani ulionao kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya kitengo cha RAD? Unajua mambo ya RAD ni mambo ya serikali. Serikali wakati alichotupa ile kikundi ya RAD anajua kama kitu atafanya yeye mwenyewe. Na anawapangia. Kwa hiyo wazalendo ni watu kwanza tu dabord ni wenye nchi. Kwanza ni matajiri wazalendo. Mzalendo si mtajiri anaichia kwa mikono yake. Kila wakati mzalendo atapata pesa tu. Sababu serikali ni serikali ya wazalendo. Wasipokula leo watakula kesho. Na kwa maana rais alisema hapana. Mimi naona mimi Felix msimamizi wa Kongo. Kumbe wanatafuta kutusumbua, acha nikimbilie kwa watoto wa nchi. Ndugu zangu mnipatia madaraka. Nchi yenu inavamiwa. Fanyeni nguvu tupigane. Mzalendo anapigana vita kila siku kwa hiari yake mwenyewe. Bila malipo anakwenda. Bila malipo anapigana. Mesusi yake ni kukomboa nchi yake. Jua nini abakie alime,
afuge, achimbe madini yake ni wache babu zake. Sasa kuna matajiri kupita wazalendo wenye nchi yao, mali yote ni yao. Vitu vyote viko Mkongo ni vya wazalendo. Na hakuna Mkongo anashika mzalendo. Na tunasema hivi, ile Rwanda ile ina watu kama hata kapitale yetu tu ya Kinshasa hiyo tunayo hapa. Ina watu kwa Kinshasa wanakamata Rwanda na Burundi. Hata wakamata Rwanda ama na Uganda. Ndio kapitali tu. Kumbe kwa hiyo sisi tuko hapa tunapasha kufanya yote iwezekanavyo turepondre kumipango ya serikali na gisi rais anatulalamikia sisi wote tufanye sensibilisation, tumobilize vijana wazalendo, sababu hii muda tukipitisha bila kugombania nchi yetu na hata tugombania. Kwa namshukuru sana Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni mwanaume. Ba vijana ndugu zangu, mlinipatia nimitetee, tunavamiwa, tufanye namna gani? Vijana wote wanasimama. Hivi nakwambia Manyema vijana wote weko kulinde front. Mandevu alipanda, Kabala alipanda, Brown anapanda. Na hata alipata shida kunjia, Brown anasema mimi sitarudi. Hawa warudie wende wazikwe, na hawa wablesse watunzwe, lakini tutakwenda tupiganie nchi yetu. Voilà le problème qui est là. Asante sana mbunge mchaguliwa wa mtaa wa Kabambare pale Maniema na kutujuza juu ya hali ya uzalendo na umetetea sana. Asante sana kwa kujibu kwa pendekezo zetu. Juu una ujumbe ambao unaweza kutoa kwa ajili ya serikali, ya raia na kwa ajili ya wanaotusikiza hadi sasa ulimwenguni kote. Serikali ni baba na namshukuru sana kwanza sababu Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mipango anayo ya kulilia wananchi tusaidiane sababu tukomboe Kongo. Kongo inavamiwa. Na ujumbe wangu kwa wazalendo, ninajua hivi mwenye kyake abakena muonea mkono bweusi. Mimi niko na chakula yangu mkono wangu na uko na njaa. Nikipenda ukupa nakupa. Nikusema nashukuru sana tu d'abord na wazalendo wa eneo yote. Wenyewe wajitolea na wafanye nguvu yote. Leo sisi hivi tunakuwa hapa tunakwenda. Vijana ndio watabakia na hii nchi. Tunapaswa kuwapongeza. Sisi wote kama tabakiwa sisi wote wazalendo twendeni. Mimi nakuanza hata sisi wote tuende tu wazalendo watu wote baende tukale kule batuweshe bote pour que wakamate nchi. Kwa hiyo nakusema kama vijana vile wanajitolea, hakuna hata kijana mmoja mwenyewe anasema kama hawezi kumbania Kongo. Na hivi nasema leo hivi watu wote wako tayari wafa washala. Asante sana mbunge mchaguliwa ukanda wa Kabambare pale Maniema. Asante sana. Asante. Mimi nashukuru sana mtangazaji. Tuko hapa tuko na nyinyi pamoja, tuko tayari. Hata hivi niko hapa tayari na mimi nakwambia leo unaniona hapa, kesho unaniona kwenye kwa wazalendo kuwapatia pongezi na kuambia serikali kama isiwache. Na hatutawacha. Tuzidi kuwasaidia sababu kesho wanatukombolea nchi. Asante sana. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo ya Afrika ni kipaumbele. Basi maendeleo yetu ni maendeleo ya kiusalama, maendeleo ya kiafya, maendeleo ya afya nzuri na maendeleo ya ujenzi wa nchi yetu. Wabunge wa Maniema mko wapi? Wabunge wa Lubumbashi, wabunge wa Haut-Katanga, wabunge wa Kolwezi pale Lualaba mko wapi? Nyinyi Chopo Kisangani mko wapi? Butembo, Beni, Goma mko wapi? Mmoja mzungumzia juu ya raia wetu wa Kongo ambao wana haja ya kusikiza kile mnachozungumzia. Mwe kama wabunge wengine ambao wameanza kuzungumza hivi leo. Tumekuwa hivi leo na Amisi Kalonda Jean ambaye ni mbunge mashuhuri tena mbali julikana sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia kwa nyinyi sina la ziada na watakia kila laheri. Wanatusikiza pale Morogoro Tanzania na Mombasa Kenya kupitia Tele 50.